Tanzania yasaini mikataba na hati za makubaliano na serikali ya Jamhuri ya Msumbiji katika sekta mbalimbali zenye lengo la kuimarisha ushirikiano uliopo baina ya nchi hizi mbili. Baraza la mawaziri la usalama la Pakistan limeidhinisha jeshi kulipiza mashambulizi makali ya Jumanne usiku yaliyofanywa na India. Na katika michezo, serikali yatangaza kutoa ndege kwa klabu ya Simba itakayoipeleka timu hiyo nchini Morocco kwenye mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane itakayopigwa Mei 17, 2025. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo. Msomaji wako usiku huu ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Tanzania imetiliana saini mikataba na hati za makubaliano na serikali ya Jamhuri ya Msumbiji katika sekta mbalimbali zenye lengo la kuimarisha ushirikiano uliopo baina ya nchi hizo mbili, ikiwemo wa kiuchumi na masuala ya ulinzi na usalama. Beatrice Ereki anayo taarifa zaidi. Kabla ya kushuhudia utiaji saini jijini Dar es Salaam, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na mgeni wake Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Chapo walifanya mazungumzo yaliyolenga uimarishaji wa biashara na uwekezaji ambayo yamedhihirishwa katika mikataba na hati zilizosainiwa. Kwa licha ya ujirani na uhusiano wetu mzuri katika historia, lakini ushirikiano wetu wa kiuchumi bado haujenda sambamba na ushirikiano wetu wa kisiasa na kidiplomasia. Katika eneo la biashara na uwekezaji, tumekubaliana kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kati yetu, ikiwemo kuwawezesha wajasiriamali na wafanyakazi wadogo na wakati kufanya biashara kwa urahisi, yani tuwe na simplified trade regime. Tumekubaliana pia kuharakisha uanzishwaji wa vituo vya pamoja mpakani. Sababu sasa hivi watu wetu wanapita kwenye mipaka ya Msumbiji kupitia Ruvuma na huku upande mwingine, lakini kunakuwa na shida za watu kupita, kuchekiwa vitambulisho na mambo kama hayo. Lakini tukianzisha kituo kimoja cha biashara ambapo watu watapita vizuri pale Mtambaswala, tutarahisisha zaidi biashara zetu. Rais Samia amesema pamoja na mambo mengine, nchi hizi mbili zimekubaliana kuanzisha tume ya pamoja ya kiuchumi ya kufuatilia mambo yote yatakayojitokeza kwenye mikataba pamoja na historia ya kidugu baina ya nchi hizi mbili. Ndugu wanahabari, Tanzania na Msumbiji sio tu majirani na marafiki kama nilivyosema awali, bali ni ndugu wa damu. Ndio maana jamii za Wamakonde, Wamakua na Wayao zinapatikana kote Msumbiji na Tanzania. Kwa hiyo haishangazi kuona tuna utamaduni, mila na desturi zinazofanana na watu wetu ni wamoja. Uhusiano wetu uliimarishwa zaidi wakati wa harakati za ukombozi wa waasisi wa mataifa yetu mawili, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati mzee wetu Amani Abedi Karume kwa upande wa Tanzania, na hayati Edward Chivambo Monlane na hayati Samora Moses Machel kwa upande wa Msumbiji. Akizungumzia ushirikiano wa kihistoria uliopo kati ya nchi hizi mbili, Rais Chapo amesema mazungumzo yao yameangazia maeneo muhimu yenye maslahi ya pamoja, ikiwemo kuanzisha maeneo mapya ya ushirikiano ya uchumi wa buluu kufuatia nchi hizi mbili kuzungukwa na utajiri wa bahari. Contraparte tanzaniana possamos sentar e discutir kwamba tulikubaliana tuwe na kituo cha pamoja cha ushirikiano mpakani kati ya nchi zetu mbili. Kama ambavyo mnafahamu, sisi ni nchi na sisi ni nchi ambazo ni marafiki, tunao watu wanaoshirikiana mpakani, na hivyo tukaona kuna haja ya kuanzisha kituo hicho cha pamoja cha ushirikiano.
Rais Chapo amesema ameamua kufanya ziara yake ya kwanza ya kiserikali hapa nchini Tanzania, akitambua wazi kwamba chimbuko la uhuru wa nchi ya Msumbiji ulitokea katika nchi hii ya Tanzania. Hivyo amemwalika Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa nchi ya Msumbiji. Nikiripoti kutoka Ikulu jijini Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Na simanzi imetanda katika mtaa wa Kikokwaru B, kata ya Lemara jijini Arusha baada ya mtoto Adriana Jimmy, mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya Renea, kupotea baada ya kusombwa na mafuriko akiwa na baba yake kwenye pikipiki wakijaribu kurejea nyumbani. Jamila Omar kutoka Arusha anatujuza zaidi. Kwa mujibu wa mashuhuda, Adriana alikuwa amepakizwa kwenye pikipiki na baba yake wakirejea nyumbani, huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha, na walipofika kwenye eneo moja lililokuwa limejaa maji, walinaswa na mkondo mkali wa maji ambapo baba yake alinusurika, lakini kwa bahati mbaya Adriana alisombwa na maji hayo yaliyokuwa yakielekea mtoni. Saa 3 usiku hatuweza kumpata. Asubuhi Jumatatu ndio tukaanza na kushuhudia eneo la tukio mpaka sehemu inaitwa Luis. Tumetafuta kwetu atupata mafanikio yote. Tukarudia tena jana tena. Walikwenda tena mpaka Bowani, si wapi huko afanikiwa. Sasa leo ndio tukamwambia leo tuanze tena upya tena kumtafuta. Naomba sana na pia tunaomba pia serikali kama wanaweza kusaidia njia nyingine ya kupa nguvu zaidi ya kumtafuta mtoto huyu, nao watupe support yao. Kwa mfano tumeambiwa pia zote tukatumia njia ya kutumia mbwa katika kumtafuta. Basi naomba pia nao wawe karibu na sisi. Leo ni siku ya 5 tangu tukio hilo litokee, na juhudi za kikosi cha zimamoto kwa kushirikiana na wananchi zinaendelea ili kuupata mwili wa mtoto huyo, lakini hadi sasa hazijazaa matunda. Na leo hii unavyotuona maeneo haya, tuko na vijana bado kadhaa ambao wanasaidia juhudi hizo za kutafuta huo mwili. Wako wazamiaji ambao wamejitolea pia hapo. Hii ni hizo tu kutumia akili zetu. Tukio hili linajiri wakati mvua kubwa zikiendelea kunyesha kwa siku kadhaa mfululizo mkoani Arusha na kupelekea mafuriko katika maeneo mbalimbali, huku mamlaka ya hali ya hewa ikiendelea kutoa tahadhari kwa wananchi kuwa makini, hasa wanapokutana na maeneo yanayojulikana kuwa ni mikondo ya maji au mito iliyofurika. Channel 10 inatoa pole kwa familia hii. Jamila Omar. Kenya imezindua kampeni ya siku 19 ya uhamasishaji wa kukusanya fedha kwa ajili ya fidia ya migogoro ya binadamu na wanyamapori, kulingana na afisa mkuu wa serikali Rebecca Miano. Tupate taarifa zaidi. Rebecca Miano, katibu wa baraza la mawaziri katika Wizara ya Utalii na Wanyamapori, aliwaambia waandishi wa habari mjini Nairobi kwamba nchi inakabiliwa na madai 20,000 ya fidia yenye thamani ya shilingi bilioni 1.36 za Kenya, sawa na dola milioni 10.5 za Kimarekani, zinazosubiri kulipwa. Harakati za kulipwa fidia zinatarajiwa kuhusisha maeneo yenye mizozo ya wanyamapori, ikiwa ni pamoja na Laikipia, Narok, Taita Taveta, Kajiado na Samburu. Alibainisha kuwa matukio 7,883 ya migogoro ya binadamu na wanyamapori yalirekodiwa mwaka 2024, huku tembo wakichangia idadi kubwa ya kesi. Miano alisema Kenya inahitaji kukusanya rasilimali zaidi ili kuanzisha hazina ya mizozo kati ya binadamu na wanyamapori, ambao mapato yake pia yatasaidia utetezi wa suluhu za kuzuia. Alifichua kuwa nchi imejitahidi kuweka uwiano kati ya ulinzi wa urithi wa asili na mahitaji ya jamii zinazoishi karibu na makazi ya wanyamapori. Filipina Ndwata, Channel 10+. Wananchi wa mtaa wa Shilabela, manispaa ya Geita, mkoani Geita, wameiomba serikali kurejesha taa za barabarani zilizoharibiwa kwa kugongwa na magari, kwa kuwa wanapata changamoto nyakati za usiku. Taa hizo zilizokuwa katika barabara kuu ya Geita Mwanza zimegongwa miezi 5 iliyopita, huku wakati
huku wakazi wa mtaa huo wakiomba serikali kupitia wakala wa barabara nchini TANROADS kurejesha, kwa kuwa waliofanya uharibifu huo walikamatwa na kutozwa faini. Taa hizo zilizokuwa katika barabara kuu ya Geita Mwanza zimegongwa miezi 5 iliyopita, huku wakazi wa mtaa huo wakiomba serikali kupitia wakala wa barabara nchini TANROADS kuzirejesha, kwa kuwa waliofanya uharibifu huo walikamatwa na kutozwa faini. Changamoto ya hizi taa kugongwa, ina maana serikali yenyewe iangalie na iweke mpango mkakati juu ya madereva wanaoendesha vyombo vya moto, kwamba hapa barabarani kwa hususan hapa mjini wapunguze spidi. Ina maana mtu anapokuja kugonga, ina maana anakuwa yupo spidi au katumia kilevi. Nizungumzie si taa kugongwa tu, kuna mataa mengine ni mabovu, yapo lakini ni mabovu hayawaki. Nayo tena vile vile tunaiomba serikali iweze kuja iangalie kwamba je, ule usalama tulikuwa tukiupata kipindi hicho ambacho taa zipo zinawaka, leo hazipo, kuna giza. Wale wafanyabiashara wadogo wadogo wameshazoea kupata mwanga kwenye taa hizo, hapo leo zimegongwa, hazipo. Kaimu meneja wa TANROADS mkoa wa Geita, mhandisi Ayan Nyeme, amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo na kwamba wanasubiri bajeti ya mwaka 2025-26 ili kununua taa mpya, kwa kuwa zinaagizwa kutoka nchini Ujerumani. Kwenye mwaka wa fedha unaokuja, na tumeshaanza kufanya maandalizi yake kwamba tutaziweka hizo taa na zitarudishiwa, kutoa rai kwa wananchi kuweza kulinda miundombinu hii ya barabara. Serikali inatumia pesa nyingi kutengeneza miundombinu ya barabara, lakini wananchi wasiopenda maendeleo basi wanaziharibu. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Waziri la usalama la Pakistani limeidhinisha jeshi kulipiza kisasi mashambulizi makali ya Jumanne usiku yaliyofanywa na India. Tupate taarifa zaidi. Hatua hiyo imeliweka ukingoni eneo la Asia Kusini wakati kukiwa na juhudi za kidiplomasia za kutuliza mvutano. Madola yenye nguvu duniani kuanzia Washington mpaka London na nchi za kikanda kuanzia Beijing hadi Moscow zinaendeleza diplomasia kutuliza hofu kuna hatari ya kutokea makabiliano zaidi kati ya nchi hizo mbili pinzani zenye silaha za nyuklia. Kiasi ya vifo 43 vimeripotiwa mpaka sasa, huku Islamabad ikisema raia 31 waliuawa na mashambulizi ya India angani na ardhini ndani ya Pakistan na kwenye eneo la Kashmiri lililo chini ya udhibiti wake. India limesema watu 12 waliuawa kutokana na mashambulizi ya Pakistan. Mvutano huu ni sehemu ya mvutano wa muda mrefu ambao umegharimu maisha ya maelfu ya watu. Mizizi wa mvutano huu ulianza zaidi ya miongo 7 nyuma pale India na Pakistan zote zilipoanza madai ya udhibiti wa eneo lote la Kashmir. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema katika hotuba kwa taifa kuwa watalipiza kila tone la damu la mashahidi wao waliouawa. Msemaji wa jeshi la Pakistan Ahmed Sharif Chaudhry alisema walizidungua ndege 5 za kivita za India. Jeshi la India limesema limeharibu kambi 9 za kigaidi nchini Pakistan mapema jana. Lula Ali, Channel 10+. Kuhakikisha walimu wa shule za msingi wanaimarika kwa ufundishaji wa somo la Kiingereza, serikali kupitia mpango wa mafunzo endelevu ya walimu kazini MEWAKA inaendelea kuwanoa walimu walio kote nchini. Henry Kavirondo kutoka Mwanza anatujuza zaidi. Mafunzo haya yanayoendeshwa katika shule ya msingi Sahara jijini Mwanza yamewakutanisha walimu 40 ambapo 10 ni kutoka shule za mchepuo wa Kiingereza na 30 ni kutoka shule za Swahili medium. Msimamizi mkuu wa mafunzo haya Musa Lambwe, ambaye ni afisa elimu wa shule za awali na msingi jijini hapa, amesisitiza umuhimu wa kushirikisha walimu kwa vitendo ili kuleta matokeo chanya. Safari hii tumekuja na somo la Kiingereza. Tuko katika utaratibu ule wa kuendelea kujenga misingi thabiti ya elimu kwa watoto wetu ili ikiwezekana wafike mbali kwenye elimu zao za juu. Leo tumeamua kuingia kwenye somo la Kiingereza kwa sababu ukitazama maarifa yote duniani, maarifa yote pamoja na ujuzi vimeandikwa na kuwekwa kwenye vitabu na vifaa vya kielektroniki ambavyo vimeandikwa kwa maandishi ya Kiingereza.
Martin Nkwabi ni afisa elimu mkoa wa Mwanza. Shapata maarifa ya kutosha, wakawafundishe walimu wenzao. Kuna haja ya kuwaambia wakuu wa shule pamoja na maafisa elimu kata wahakikishe walimu ambao hawako hapa, ambao tunatarajia kwamba watakwenda kufundishwa na hao waliofundishwa leo, wahudhurie yale masomo chini ya programu ya MEWA. Hii ni kundi ambalo tunajengea uwezo kwenye mambo ambayo najua wanayafanya katika kila siku. Mambo mengi tumeyaona kwamba wanavifanya vitu hawajui tu majina yao. Kuna vitu wanavifanya lakini wanavifanya kwa bahati mbaya. Sasa tunataka wavifanye kwa makusudi. Tunapata hizi mbinu za kufundisha, itatusaidia sasa sisi tunapowafundisha wale watoto waweze kuelewa kile wanachojifunza. Nashukuru sana hata wawezeshaji waliotoka huko Tanzania kuja kutuwezesha sisi hapa. Ni mengi tumejifunza na tutayafikisha vizuri kwa sasa. Mafunzo haya yanatarajiwa kuhitimishwa baada ya siku 4, yakiacha walimu wakiwa na nyenzo mpya na ari mpya ya kuboresha ujifunzaji wa somo la Kiingereza shuleni. Henry Kavirondo. Mpango wa upande mmoja wa kusitisha mapigano uliotangazwa na Moscow umeanza kutekelezwa muda mfupi baada ya saa 6 usiku. Wanahabari wetu wametuandalia taarifa ifuatayo. Usitishaji huo wa mapigano kwa saa 72 unatarajiwa kudumu hadi saa 6 usiku Jumamosi kuamkia Jumapili. Rais wa Urusi Vladimir Putin alitangaza usitishaji huo kwenda sambamba na maadhimisho ya mwaka ya Urusi ya siku ya ushindi mnamo Mei 9 ambao ni kumbukumbu ya kumalizika kwa vita ya pili vikuu vya dunia. Hata hivyo, Ukraine imepuuzia hatua hiyo ya Urusi ikisema ni ya kiishara tu na inaendelea kushinikiza pamoja na Marekani usitishaji wa mapigano wa angalau siku 30. Rais Volodymyr Zelensky amesema katika hotuba yake ya usiku kuwa hawataliondoa pendekezo lao hilo kwa sababu linatoa fursa ya kweli ya suluhisho la kidiplomasia. Viongozi wa kigeni akiwemo Rais Xi Jinping wa China, Luiz Inacio Lula da Silva wa Brazil na Alexander Vucic wa Serbia wako Moscow kuhudhuria maadhimisho hayo. Mimi ni Lex Richard, Channel 10+. Naendelea kufuatilia taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10+. Channel 10+. Wakazi wilayani Ludewa mkoani Njombe wamepongeza serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kuanzisha shule ya sekondari amali ya mkoa, jambo ambalo linawawekea uhakika wa kupata ujuzi wa kujiajiri, hivyo kuondokana na changamoto ya ajira. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe. Na ili kupokea mwenge wa uhuru ukiwa salama, unawaka na kumelemeta kwa ukuu wa wilayani Ludewa. Takribani wanafunzi 400 wanatajwa wako mbioni kuanza kunufaika na shule ya sekondari ya amali mkoani Njombe inayojengwa kwa thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.6 pindi itakapokamilika kwenye kata ya Mlangali, hatua inayoelezwa italeta manufaa makubwa. Watoto walikuwa wakimaliza shule wanaishia mitaani, wengine kulewa, wengine kufanya mambo ya kuiba. Maisha tunajua watoto wetu wataenda shule kwa vyovyote vile, kwa sababu watoto walirudishia sehemu kwamba mimi kupeleka mtoto shule mbali ni nauli kubwa mno. Mbio za mwenge wa uhuru kitaifa zimekagua na kuweka jiwe la msingi kwenye shule ya sekondari ya amali ambayo ujenzi wake hadi sasa umefikia 50%. Mradi huu wa shule ya amali ya mkoa wa Njombe ulianza tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 2024 na unatarajiwa kukamilika panapo tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 2025. Nitoe wito kwa wazazi na wananchi wote wa Ludewa kuhakikisha kwamba wanasomesha watoto wao, kwa sababu dunia tunayoiendea, ujuzi, elimu, maarifa ndio kitu ambacho kitamfanya mtu aweze kuishi vizuri. Nao baadhi ya wanafunzi wanaosoma shule ya sekondari kwenye kata hiyo wamewasihi wazazi kuepuka kukatisha ndoto za watoto kupata elimu. Mimi nawashauri wawalete, kwani hii shule itakuja mtoto wako kuwa mjasiriamali na kujitegemea peke yake. Kwa upande wake, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Ismail Aliusi, ambaye amekagua shule hiyo na kuweka jiwe la msingi, amewataka wananchi kuitunza shule ili ije kuwanufaisha Watanzania mbalimbali. Ombi langu wananchi wa maeneo haya, tuhakikishe tunalinda rasilimali hizi tulizoletewa na serikali, kwa sababu serikali imetumia nguvu kubwa kuweza kuweka maeneo haya. Wapo ambao watajifunza masuala ya umeme, wapo ambao watajifunza masuala ya upishi. Mbio za mwenge wa uhuru kitaifa wilayani Ludewa zimetembelea kukagua na kuweka mawe ya msingi miradi 5 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 3.094. Nikiripoti kutoka katika mbio za mwenge wa uhuru kitaifa wilayani Ludewa mkoani Njombe, mimi ni Michael Patrick,
Channel 10. Wanafunzi waliohitimu mafunzo ya ujuzi wa teknolojia na digitali kisiwani Pemba wamehimizwa kuyatumia mafunzo hayo kwa kutafuta fursa kwenye mitandao ili kujiendeleza kimaisha. Tupate taarifa zaidi kutoka huko kisiwani Pemba. Kizungumza kwenye mahafali hayo yaliyofanyika katika ukumbi wa kiwanda cha Makonyo Wawi, mkuu wa wilaya Chake Chake mgeni Hatibu Yahya amesema katika mtandao wa kijamii kuna fursa nyingi kwa vijana kama watatumia kama inavyotakiwa. Kupata elimu ya kutumia kompyuta, elimu ya kutumia internet. Tuendeleeni kwenda kuitumia elimu hii kwa malengo ambayo mwenyekiti wetu, wizara zetu tumekusudia. Tusende tukaitumia elimu hii kwa kuichafua serikali yetu. Kwa kweli haitapendeza na pia hatutomtendea haki rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa upande wake mwenyekiti wa baraza la vijana wilaya Chake Chake Fihimu Abdalla Muhamedi ameomba kupatiwa vituo maalum vya ufundishaji wa teknolojia katika wilaya hiyo. Vituo vinavyotoa mafunzo ya kompyuta viwili tu kwa msaada. Tungeomba serikali aidha kupitia wizara ya vijana au serikali kuu tuongezewe kituo maalum kingine kinachohusu ufundishaji wa mafunzo ya tehama kwa vijana wetu wa Chake Chake. Kwa sasa hatuna hiyo kituo cha moja kwa moja, bali tunatumia vituo vya wizara nyingi. Kusaidiwa upatikanaji wa fedha taslimu ya shilingi milioni 10 za Kitanzania kwa njia ya ruzuku ama mkopo kwa ajili ya kuweza kuanzisha mradi wetu unaoakisi ile elimu ambayo tumepatiwa ili kuweza kwenda sambamba na maneno ya baba wetu wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere isemayo, education is not the way to escape poverty, it is the way of fighting. Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Halmashauri ya wilaya ya Nzega imetoa mikopo zaidi ya shilingi milioni 171 kwa vikundi 16 vya wajasiriamali ikiwa ni 10% ya mapato yake ya ndani, huku wajasiriamali hao wakitakiwa kurejesha mikopo hiyo kwa wakati na kwa watakaoshindwa kufanya hivyo sheria kali zitachukuliwa dhidi yao. Mwanahabari wetu Pendo Salu ametuandalia taarifa ifuatayo. Akikabidhi mikopo hiyo kwa vikundi 11 vya wanawake na vikundi 5 vya vijana, mkuu wa wilaya Nzega na Itapwa Kitukai amesisitiza mikopo hiyo sio ruzuku, hivyo inapaswa kurejesha kwa wakati ili wajasiriamali wengine nao waweze kukopeshwa, huku akitoa maagizo kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Nzega kuwachukulia hatua kali ambao hawatarejesha mikopo kwa mujibu wa sheria. Serikali ina kazi na pesa yake. Kwa hiyo ili watu wengine wote wapate pesa ni lazima tufanye marejesho. Na nikuelekeze mkurugenzi, kwa yeyote uliyempa kifaa, uliyempa chochote, ikafika miezi 6 hajakuletea hata shilingi 100 na unaona kabisa mwaka unaisha hatujapata nini, hakikisha unatumia nafasi yako kama uliyempa kumpeleka kwenye vyombo vya sheria. Mshtaki kabisa akupe kitu chako kipe vile vile. Hata hivyo, halmashauri ya wilaya Nzega tayari imeweka mikakati madhubuti ili kuhakikisha mikopo hiyo inarejeshwa kwa wakati, kama anavyobainisha afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri hiyo. Vikundi 11 vya wanawake viliweza kupatiwa mikopo yenye thamani ya milioni 71,500 na vikundi 5 vya vijana viliidhinishwa kupewa mkopo wenye thamani ya shilingi milioni 100. Na vikundi hadi sasa vimesaini mikataba na halmashauri, mikataba ya kurejesha mikopo huo kwa kuzingatia kanuni za mikopo ya 10% za mwaka 2024. Kupitia mfumo huo unaoitwa uwezesha poto, kila kikundi daiwa kimepewa mpango wa marejesho, yani control number, kwa ajili ya kufanya marejesho. Mikopo hii haijaja hivi, imetokana na juhudi na maamuzi ya Mheshimiwa madiwani kushirikiana na mkurugenzi mtendaji ambaye anasimamia shughuli nzima ukusanyaji wa mapato. Hatimaye mapato sasa yanaweza kaenda kunufaisha wananchi kama tulivyoshuhudia hii leo. Nimefarijika kiasi kikubwa sana baada ya kupata mkopo wa 10%, kwa sababu cheleani niliomba cheleani nimepewa,
nina mpango wa kuweka kiwanda ambao mkopo huu utanisaidia kusomesha watoto wangu, kufundisha jamii ili wawe na maendeleo zaidi. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Pendo Salu kwa taarifa hiyo. Utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati mkoani Kigoma imeelezwa ni fursa kubwa ya kufungua mkoa wa Kigoma kiuchumi. Hivyo wakazi wa mkoa huo wametakiwa kutumia fursa ya ujio wa miradi hiyo kujikwamua kiuchumi. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana UVCCM mkoa wa Kigoma, Emmanuel Abuya, wakati wa mkutano wa hadhara kata ya Mwandiga na Bitale, na lengo la mkutano huo ni kunadi utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa kipindi cha miaka minne. Taarifa zaidi na Moja Buhoza. Ziara ilianza na uzinduzi wa mashina ya Umoja wa Vijana katika kata ya Mwandiga na Bitale katika halmashauri ya wilaya Kigoma mkoani Kigoma. Kisha mkutano wa hadhara kwenye kata ya Bitale ambapo Emmanuel Abuya alieleza utekelezaji wa miradi ya maendeleo mkoani Kigoma ni fursa ya ukuaji wa uchumi, na hivyo kuwataka wananchi kutumia fursa hiyo ipasavyo kujiletea maendeleo yao na taifa pia. Mama Samia ametuletea fedha, tunajenga chuo kikuu kishiriki cha Muhimbili hapa Kigoma. Mnajua kata ya Simbo pale, Mama Samia Suluhu Hassan analeta fedha, kimejengwa chuo kikuu cha fedha pale. Pigia makofi Mama Samia. Na kimeshasimama tayari. Vyuo vikuu vikija kwenye mkoa wetu vitachochea uchumi. Haya mazao yetu, hizi nanasi tunazouza shilingi 200, 500, tutauza shilingi 3000, 2000. Vyuo vikuu ndio vimeukuza mkoa wa Dodoma, vyuo vikuu ndio vimeukuza mkoa wa Iringa. Sambamba na hilo, Abuya alitoa wito kwa vijana wenye sifa kujitokeza kugombea katika nafasi mbalimbali za uongozi katika uchaguzi mkuu 2025. Vijana mkajitokeze mgombee nafasi mbalimbali za uwakilishi kwa maana ya udiwani na ubunge. Tumejipanga vizuri sana kuwaletea wagombea wanaokidhi haja na matarajio yenu. Tunataka tuwaletee wagombea wenye haiba ya Mama Samia, wagombea wanaopenda watu, wagombea wanaopokea simu za wananchi, wagombea wanaojibu kero na matarajio ya wananchi wa Kigoma vijijini. Baadhi ya wananchi akiwemo Juma Keleta, mkazi wa Bitale, anaeleza wamepata maendeleo makubwa ambayo wanajivunia, huku wakitoa ombi kwa serikali kukamilisha baadhi ya miradi ambayo haijakamilika. Tuletea manufaa sisi watu wa Kigoma. Asilimia kubwa umeme upo kijijini. Muomba rais atusaidie kuhusu barabara. Lakini pia bado maji kijiji chetu yanasumbua sana. Moja Buhoza, Channel 10, Kigoma. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron siku ya jana Jumatano amekosoa mashambulizi ya Israeli nchini Syria, akionya kuwa vitendo kama hivyo havitahakikisha usalama wa muda mrefu wa Israeli. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Rais huyo wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema hayo wakati wa mkutano na waandishi wa habari pamoja na kiongozi wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa katika ikulu ya RC mjini Paris. Kuhusiana na mlipuko na uvamizi, alisema, nadhani hii ni tabia mbaya. Huhakikishi usalama wa nchi yako kwa kukiuka uadilifu wa eneo la majirani zako. Macron alisema. Matamshi ya Macron yalifuatia mfululizo wa mashambulizi ya anga ya Israel mapema Ijumaa, yakilenga tovuti karibu na makazi rasmi ya raia wa Syria katikati mwa Damascus. Milipuko mikubwa ilisikika katika maeneo mengi ya mji mkuu. Ndege za Israel pia ziliripotiwa kuchunguzwa zikiruka ujumbe wa upelelezi juu ya Damascus muda mfupi baada ya mgomo. Shambulio hilo lilikuja huku kukiwa na ongezeko la ghasia kusini mwa Syria, hasa katika maeneo yenye watu wengi wa Druze. Mapigano kati ya vikundi vya Druze na vikosi vilivyoungwa mkono na Israel vimesababisha zaidi ya watu 100 kupoteza maisha katika siku za hivi karibuni, na hivyo kuchochea wasiwasi wa kudorora zaidi nchini humo. Shabani Mpute, Channel 10+. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambe amesema serikali inafuatilia kwa ukaribu mwenendo wa utendaji wa usimamizi wa vyama vya ushirika mkoani Mara, huku ikionya wakulima wanaohujumu na kupeleka mazao nje ya nchi kinyume na utaratibu. Muse Makali anaripoti. Ni katika jukwaa la ushirika hapa mkoani Mara, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambe akifungua jukwaa hili pamoja na mambo mengine
anawaonya wanaotorosha mazao kinyume na sheria hatua kali zitachukuliwa kwao, huku akiwataka wakulima kushirikiana na viongozi na watendaji wa vyama vya ushirika kuweka mkakati wa kuongeza mazao ya kimkakati, kushirikiana na wataalamu wa ugani ili kuweka mikakati ya kuongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo, mazao mkakati, ikiwemo mazao kama vile kahawa, pamba, tumbaku, alizeti na mazao mengineyo kama tunavyosikia ya jamii ya kunde. Ninakutakeni kuchukua hatua na kudhibiti utoroshaji wa mazao haya ya kimkakati. Katika hatua nyingine, Kanali Mtambi ameviagiza vyama vya ushirika vyote kujiunga katika mfumo wa tehama, yani MOVE, ifikapo Mei 30 mwaka huu. Vipo vyama 23 hadi sasa havijajiunga. Ifikapo tarehe 30 Juni vyama vyote hivi viwe vimejisajili kwenye mfumo wa MOVE. Migogoro ya maeneo ya vyama vya ushirika kutokana na uvamizi wa watu binafsi na baadhi ya taasisi, hivyo kudumaza maendeleo ya sekta ya ushirika katika mkoa wa Mara. Akizungumza kwa niaba ya mrajisi wa vyama vya ushirika Ibrahim Kadudu ambaye ni mrajisi msaidizi sehemu ya uhamasishaji na uratibu, ameitaka vyama vya ushirika kutekeleza vipaumbele 8 vya ushirika hapa nchini. Tunatakiwa tujitambue na kuelewa kwamba tunatakiwa tufanye mapinduzi ambayo yatafanya sasa uzalishaji kuongezeka katika vyama vyetu vya ushirika. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Wataalamu kutoka Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi wametoa elimu kwa wakazi wa kijiji cha Msomera kilichopo wilaya ya Handeni mkoani Tanga kwa lengo la kuwasaidia kutambua fursa zilizopo kwenye maeneo yao sambamba na kuwajengea uwezo wa kuanzisha biashara mbalimbali. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya, afisa tarafa ya Sindeni Baraka Lakatura akaeleza namna mafunzo haya yatakavyonufaisha wananchi wa eneo hilo ambayo yatatolewa kwa muda siku 6 yakishirikisha zaidi ya wananchi 100. Lengo la kuhamisha kaya hizi kutoka Ngorongoro kuja Msomera ilikuwa ni kuboresha maisha yao. Zinapotokea fursa kama hizi wazitumie kikamilifu, kwa sababu ni dhamira ya serikali kuhakikisha wananchi hawa wanakuwa na kipato kizuri na maisha yao yanaboreshwa. Neema Mwakatobe ni mkurugenzi wa mfuko wa ushiriki wa wananchi kwenye miradi ya kimkakati. Hapa anabainisha jinsi ujuzi watakaopata utakavyoendeleza biashara zao. Tambua kuna wengine ambao walikuwa wameanza kidogo biashara hata kama walikuwa wanafanya kwa mazoea. Wao kuna mafunzo maalum ambayo tutawapitisha, mafunzo ya kuendeleza biashara zao. Tunashukuru sana serikali yetu kutuona kwamba sisi ni wa maana bila mafunzo huwezi kupata idea ya kitu fulani, lakini baada ya kuelekezwa na kufundishwa unapata idea ya jambo fulani na unaweza kwenda kwenye hatua nyingine. Mafunzo haya muhimu kwetu kwa sababu ni za kiuchumi. Kama ni za kiuchumi, matumaini ni kwamba zitaenda kutuwezesha kubadilika kiuchumi, kuwawezesha wananchi kutambua fursa zilizoko na kutumia fursa zilizopo. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Raya Kipingu kwa taarifa hiyo, na ndio ambayo imeweza kuhitimisha sehemu ya kwanza ya taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Endelea kubaki nasi. Channel 10 Plus. Naam, asante kwa kuendelea kubaki nasi. Hii ni taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus, na sasa ni wakati wa kuziangaza zile habari za michezo na burudani, ambapo Witness Ngalawa atakuwa hapa kwa ajili ya kukujuza kwa upande wa michezo na burudani. Namna hivyo Fatuma Hassan ananipa wasaa kwenda kudunda viwanjani, nami nakukaribisha mwana michezo. Karibu. Mimi ni mtangazaji wako kama kawaida Witness Ngalawa, ambao za kunita winga teleza. Na moja kwa moja habari yangu inaanzia mkoani Dodoma, ambapo serikali imetangaza kuipatia klabu ya Simba ndege itakayoipeleka timu hiyo Morocco kwenye mchezo wa kwanza
wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane ya huko nchini Morocco, mchezo ambao utachezwa Mei 17 mwaka 2025. Naomba kuhitimisha kwa kueleza kwamba baada ya mafanikio makubwa ya timu ya Simba na sasa inaingia kwenye mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho linaloandaliwa na CAF, ambapo klabu ya Simba inakwenda Morocco kupambana na klabu ya RS Berkane. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya maamuzi ya kutoa ndege itakayoipeleka klabu ya Simba Morocco kwa ajili ya mchezo huo. Kunako ligi kuu soka Tanzania bara hii leo, ligi kuu imeendelea kwa mchezo mmoja wa kiporo, ambapo klabu ya soka ya Simba ilikuwa mwenyeji wa mchezo dhidi ya Pamba Jiji kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam majira ya saa 10 kamili jioni, ambapo Simba walifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 5-1. Mabao ya Simba yamefungwa na Charles Jean Ahoua aliyefunga mabao matatu katika dakika ya 16, 37 na dakika ya 48, pamoja na Leonel Ateba aliyefunga mabao mawili katika dakika ya 80 na dakika ya 84, huku bao la Pamba Jiji likifungwa na Mateo Tejes Momanyi katika dakika ya 86. Kwa ushindi huu Simba wanafikisha alama 66 baada ya michezo 25 na kuendelea kushika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa upande wa Pamba Jiji, wao wanabaki kwenye nafasi ya 13 wakiwa na alama 27 baada ya michezo 27. Sasa Simba wanajiandaa kwa mchezo wao wa mwisho wa kiporo, ambapo watashuka dimbani tena siku ya Jumapili dhidi ya KMC FC, hawa vijana wa mjini Kino Boys, katika uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Kutoka Mbeya kuelekea mbio za Betika Tulia Marathon zitakazofanyika mkoani Mbeya katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine jijini humo, viongozi pamoja na waandaaji wa mbio hizo wameeleza kuwa maandalizi yamekamilika kwa asilimia 99 mpaka hivi sasa. Taarifa zaidi na Epimarcus Apolinari. Akizungumza na Channel 10, mratibu wa michezo taasisi ya Tulia Trust Mwangosi Rugano amesema mpaka sasa maandalizi yamefikia asilimia 99 na kuwataka washiriki wa mbio za ndani kujitokeza kwa wingi katika zoezi la kujisajili kwa ajili ya mbio hizo. Kama ambavyo mnaona, maandalizi mpaka sasa ni asilimia 99.9. Kwa wale wakimbiaji ambao wanatarajia kushiriki mbio za ndani, kwa maana ya kwamba mita 100, mita 200, mita 400, mita 600, 800 mpaka mita 1500 waje kujisajili wakati huu. Viwanja vipo wazi kwa ajili ya usajili. Dirisha linaendelea kuwapokea sasa hivi, kwa waje kwa wingi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Irindi kata ya Iremi Abduli Adam amewataka Watanzania kujitokeza siku ya kesho kumuunga mkono Dr. Tulia Ackson na kueleza faida za kushiriki mbio za Tulia Marathon, huku mkandarasi wa Tulia Marathon akieleza kukamilika kwa uwanja huo. Ninawakaribisha wote, mkaribie, mjiandikishe ili tuweze kuwa na wanamichezo wengi kwenye marathon hii, ili tuweze kusaidia, kwa sababu ukilipia wewe, Dr. Tulia anaenda kuigusa afya kwa ajili ya wanambea mjini, kwa sababu kile kidogo kinachoingia na yeye anakigawa kwenye masuala ya afya ya jamii. Mwitikio unatutia moyo kwamba ndio maana hata sisi tuna ujasiri sasa kufanya kile linalowezekana ili kazi iweze kwenda haraka, maana leo tunataka tuhitimishe kufanya maandalizi yote. Kama unavyoona, tunafunga mahema, tunamaliza lining na mambo mengine mengi yanaendelea. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, ni mimi mwanamchezo wako kocha mtaalamu Epimarcus Apolinari, Channel 10. Namna hivyo taarifa yake Epimarcus Apolinari ndio inanipeleka viwanjani kimataifa. Kunani huko kimataifa? Huyu hapa msimulizi wetu Salum Pelembo kufahamu kinaga ubaga. Ligi ya mabingwa barani Ulaya iliendelea jana kwa mchezo wa mkondo wa pili wa nusu fainali uliowakutanisha Paris Saint-Germain PSG na Arsenal katika uwanja wa Parc des Princes jijini Paris, Ufaransa. Katika mchezo wa marudiano, PSG walipata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Arsenal. Fabian Ruiz alifungua ukurasa wa mabao kwa shuti kali dakika 27. Ashraf Hakimi
akaongeza bao la pili kwa PSG dakika ya 72 akitumia vyema makosa wa kiungo wa Arsenal Thomas Partey. Arsenal walipata bao la kufutia machozi dakika 76 kupitia kwa Bukayo Saka, lakini lilishindwa kubadili matokeo. Paris Saint-Germain PSG wamefanikiwa kufuzu kwa fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya baada ya kuiondosha Arsenal kwa jumla ya mabao 3-1 katika hatua nusu fainali iliyokamilika jana usiku. PSG wanatinga fainali ya ligi ya mabingwa kwa mara ya pili katika historia ya klabu yao, mara ya kwanza ikiwa ni 2020 walipopoteza mbele ya Bayern Munich kwenye fainali iliyopigwa Lisbon, Ureno. PSG sasa watakutana na Inter Milan katika fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya itakayofanyika jijini Munich tarehe 31 Mei. Ligi ya Europa na Europa Conference itaendelea leo kwa michezo ya mkondo wa pili ya nusu fainali, ambapo kwenye ligi ya Europa Manchester United watakuwa nyumbani Old Trafford kuwakaribisha Athletic Club Bilbao wakiwa na faida ya ushindi wa mabao 3-0 kwenye mchezo wao mkondo wa kwanza. Bodo Glimt wataumana na Tottenham Hotspur katika uwanja wa Aspire Stadion nchini Norway. Kwenye ligi ya Europa Conference, Chelsea watawakaribisha FC Jugaden wakiwa Stamford Bridge, huku Fiorentina watakuwa Stadio Artemio Franchi kuwakaribisha Real Betis. Mechi zote hizi zitapigwa majira ya saa 4 kamili usiku wa leo. Ni hayo tu katika michezo kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10. Na hivyo mwana michezo wetu katika anga la michezo kimataifa Salum Pelembo ametujuza yale ambayo yamejiri hii leo na yanaendelea kujiri kunako viunga mbalimbali. Na sasa ni ule wasaa wa burudani. Burudani moja kwa moja na tua Dubai, ambapo katika burudani kutoka Dubai, kampuni ya Walt Disney imetangaza kuanzisha hifadhi ya burudani mpya huko Falme za Kiarabu katika jimbo la Abu Dhabi. Abu Dhabi kwa kushirikiana na kampuni ya Miro inayojihusisha na miradi ya burudani na uzoefu wa kidigitali imeanzisha swala hilo. Hifadhi hiyo inajengwa katika kisiwa cha Yas na itakuwa kituo cha 7 cha kimataifa cha Disney. Mira yenyewe itasimamia ujenzi wote, huku wabunifu wa Disney wakiongoza upande wa ubunifu na uendeshaji, na inaelezwa kuwa Disney haitowekeza mtaji moja kwa moja, bali itanufaika na mapato ya mirabaha. Mradi huu hauhusiani na ahadi ya Disney ya kuwekeza dola bilioni 60 kwenye mbuga zake za burudani katika miaka 10 ijayo. Lakini mkurugenzi mtendaji wa Disney, Bob Iger, amesema mradi huo utaunganisha usanifu wa kisasa na teknolojia ya hali ya juu ili kuwapa wageni uzoefu wa kipekee katika kumbi hizo za burudani katika mji wa Abu Dhabi huko Dubai. Naenda kuhitimisha na yale ambayo yanabamba kunako mitandao mbalimbali ya kijamii, na hii inatoka nchini Kenya, ambapo simba maarufu kutoka nchini Kenya amekuwa gumzo. Simba huyo aliyepewa jina la Scarface alikuwa maarufu na mwenye mafanikio makubwa katika hifadhi ya Masai Mara nchini Kenya. Alijulikana kwa alama kubwa ya kovu juu ya jicho lake la kulia aliyoipa katika mapigano makali akiwa na umri wa miaka 4. Alijulikana kwa jina hilo la Scarface kutokana na kovu hilo, na akawa mmoja wa simba maarufu zaidi duniani na kuweka rekodi mbalimbali. Alikuwa sehemu ya kundi maarufu la simba lililoitwa The Four Musketeers, akiwa pamoja na ndugu zake ambao walipewa majina la Murani, Sikio pamoja na Hunter. Kundi hili lilitawala maeneo makubwa ya hifadhi ya Masai Mara, likijumuisha maeneo ya Ashnili na kambi ya Malaika kando ya Mto Mara. Scarface alifariki kwa sababu za asili mnamo Juni 11 mwaka 2021 akiwa na umri wa miaka 14. Hakufa kwa magari ama kuliwa na mnyama yote. Alikuwa kivutio kikubwa cha watalii, alichangia sana katika kukuza utalii kwa ekolojia ambao ni muhimu kwa jamii ya Wamasai zinazozunguka hifadhi hiyo, na aliweka rekodi ya kipekee ya mapambano na utawala katika maisha yake ya miaka 14, ambayo ni muda mrefu sana kwa simba pori kuishi. Na ndivyo ambavyo na tamatisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa siku nzima ya leo. Kumbuka mimi ni Winga Teleza Witness Ngalawa, ni kurejeshe kwake Fatma Hassan kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo.
10+. Asante sana Witness Ngalawa kwa kutupitisha huko kwa upande wa michezo na burudani. Na sasa sisi hatuna la ziada, tukwambie shukrani sana kwa wewe ambaye umeweza kufuatilia matangazo yetu ya habari ya kutwa nzima leo. Na sasa ni kuache moja kwa moja kwa upande wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Ulikuwa nami Fatma Hassan, nikutakia usiku mwema. Ni utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo unatarajiwa kuwa wa wastani katika baadhi ya maeneo, isipokuwa katika maeneo ya mwambao wa pwani ya Bahari Hindi. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, pamoja kukitarajiwa na mawimbi makubwa katika maeneo hayo ya mwambao wa pwani ya Bahari Hindi. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kwa na vipindi fupi vya uwepo wa upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa, pamoja na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika maeneo yote ya mwambao wa pwani ya Bahari Hindi. Ni vyema mtumiaji wa bahari na yule unaopenda kukaa katika fukwe za bahari kuwa makini na angalizo hilo. Viashiria vya mvua vinaonekana kuingia katika maeneo mwambao wa pwani, zaidi vinaonekana vyenye nguvu vile katika maeneo ya pwani ya kaskazini. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kwa na vipindi fupi vya uwepo wa mvua kubwa katika mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani. Ni vyema mwananchi kuwa makini na angalizo hilo. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria kutarajiwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache, huku maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Morogoro kutarajiwa na hali ya mvua katika maeneo machache. Mwambao pwani ya Bahari Hindi kutarajiwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache, huku sehemu zilizosalia zikitarajiwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kaskazini mashariki, kijumuisha na mkoa wa Morogoro kutarajiwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mwambao pwani ya Bahari Hindi kutarajiwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, mikoa iliyopo katikati mwa nchi yakijumuisha na mkoa wa Ruvuma kutarajiwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ni kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Kwa usiku huu hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema.